Shirika la Human Rights Watch linaripoti kwamba waasi wa M23 wakiungwa mkono na Rwanda waliwaua takriban raia 21 huko Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini mwezi Februari. Akijibu ripoti hii, msemaji wa serikali ya Kongo alisema kwamba waasi hao wanaikalia Kivu Kaskazini kwa uhalifu. Wafanyakazi wa OCC ambao wako katika mgomo dhidi ya viongozi wao wanaitwa kuwa watulivu. Mkuu wa ujumbe wa muungano wa kitaifa Chiro Chiruza anasema kwamba kazi ya kamati ya pamoja inafanyika ili kupata suluhisho kwa maombi yao. Huko Ituri, jamii jirani za Wahema na Walendu za tabaka za Bedu Ezekere na Tambaki katika tarafa la Jugu zimeazimia kumaliza tofauti zao na kuishi pamoja kuanzia sasa. Mikutano hii iliandaliwa na sehemu ya jinsia ya MONUSCO. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na asubuhi njema kwa wote. Katika taarifa iliyotumwa kwa Radio Kapi hii siku ya pili, shirika lisilo la kiserikali la Human Rights Watch liliripoti kwamba waasi wa M23 wakiungwa mkono na Rwanda waliwaua kwa jumla takriban raia 21 na pengine wengine wengi zaidi huko Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Kulingana na shirika la kimataifa, mauaji haya yalifanyika kati ya tarehe 22 na 23 Februari. Blaise Ndongala Mayanda anaeleza, usomi wa Elise Kavira. Onje Human Rights Watch inawataja mashahidi ambao wanahakikisha kwamba kwa tarehe 22 ya mwezi wa pili iliyopita waliona gari 3 mark pickup ya waasi wa M23 kufika mahali mbalimbali katika kata Kasika huko Goma. Kulingana na shirika hiyo, waasi hawa waliua watu 7 kwenye kampi ya jeshi huko Katindo na maiti 11 kati yao kijana mmoja zilipatikana katika nyumba moja ambayo bado haijamalizika karibu na kampi hiyo. Vyanzo hivyo vinasema tena kesho yake, ndiyo kusema tarehe 23, watu hawa walikusanya vijana ili kuwaingiza kingufu katika jeshi na wakaua vijana 3 ambao walipima kutoroka. Kwa hiyo ONG Human Rights Watch inasema usimamizi huu wa kingufu wa M23 katika mji wa Goma inaweka wakaaji katika oga. Kwa kumaliza, Human Rights Watch inasema kuna mashahidi 22 ambao waliongea nao kupitia simu, na wamoja kati yao ni wanafamilia ya wale waliouawa, pia na wachache wanaotumika katika sekta ya afya. Akijibu ripoti hii, msemaji wa serikali ya Kongo alisisitiza kwamba wale wanaoikalia Kivu Kaskazini kwa sasa wanatawala kwa uhalifu. Kulingana na Patrick Muyaya, waasi hao wanaleta hofu miongoni mwa watu kwa lengo la kuogopwa. Na shirika la Dynamique Sociale pour le Développement et pour la Paix, DSDP kwa kifupi, jukwaa la mashirika ya kiraia, linataka mazungumzo ya haraka kati ya rais wa jamhuri na mpinzani wa kisiasa Martin Fayulu ambaye ahadi yake ya amani nchini DRC inakaribisha. Katika taarifa iliyotolewa hii siku ya 3 mjini Kinshasa, mratibu wa kitaifa wa DSDP na mwanasheria kunako muungano wa wanasheria wa mahakamani ya Kinshasa Gombe anaamini kwamba mkutano huu unaotarajiwa sana unaweza kusababisha kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa na kutatua swala la usalama wa kina. Habari kuhusu mgomo kwenye OCC. Mkuu wa ujumbe wa muungano wa kitaifa Chiro Chiruza anatoa wito kwa wafanyakazi na wasimamizi kuwa watulivu na kuamini kazi ya kamati ya pamoja iliyoanza siku ya 4 tarehe 29 Mei mwaka tunao na kumalizika hii siku ya 3. Mazungumzo kati ya ujumbe wa muungano wa kitaifa wa OCC na mwajiri yanaendelea kutatua hali hiyo. Tukumbushe kwamba kamati ya uongozi wa OCC inatuhumiwa kwa usimamizi mbovu, kuchelewa kwa malipo kwa takriban miezi 2, ukosefu wa huduma za afya zinazofaa na ukosefu wa gharama za uendeshaji katika maeneo mengine. Huko Ituri ambako tunaelekea, jamii jirani za Wahema na Walendu za tabaka za Bedu Ezekere na Tambaki katika tarafa la Jugu zimeazimia kumaliza tofauti zao na kuishi pamoja kuanzia sasa na kuendelea. Hii ilikuwa wakati wa mazungumzo baina ya jamii yaliyowaleta pamoja hii siku ya pili huko Mandro, kilomita 12 kutoka Bunia, viongozi wa kimila wa maeneo haya
na viongozi wa mashirika mbalimbali ya wanawake kutoka pande zote mbili. Mikutano hii iliandaliwa na sehemu ya jinsia ya MONUSCO. Wanachama wa maeneo hayo walikuwa hawajaonana kwa takriban miaka 5. Ripoti ya Bilo Bahati inasomwa na Ezekiel Muzalia. Wakaaji wa mtangamano wa Tambaki katika sultano wa Bahema Banywagi tarafani Jugu wanasema ya kwamba mara kwa mara walikuwa wakikuwa wahanga wa mauaji, wizi na hata uporaji wa mifugo zao na majambazi tokea maeneo jirani katika sekta la Walendu Tatsi huko Bedu Ezekere ndani ya tarafa la Jugu. Hawa kwa ngambo yao pia wanashutumu uharibifu wa mashamba zao na wanyama wenye kutokea kwenye eneo za Wahema. Wanashutumu pia kuona ya kwamba kila wakati sheria inasegemea ngambo ya wafugaji. Hali hiyo ilizofisha mawasiliano ya kijamii kwa muda wa angalau miaka 5. Ni kutokana na haya ndipo kituo cha kijinsia cha MONUSCO kiliandaa mkutano uliokutanisha viongozi wa kimila wa eneo la Penyi, Bedu Ezekere pamoja na wakuu wa miungano za wamama kwa ngambo ya Walendu. Kwa ngambo nyingine kuliandaliwa mkutano kati ya wakuu wa eneo la Sala, Tambaki pamoja na wanawake mashujaa ndani ya jamii. Lengo ilikuwa kukutanisha kundi hizo mbili kwa ajili ya kutekeleza amani na mashikamano bora. Kisha kikao hicho walikubali kumaliza ugomvi kati yao na kuwasiliana kikawaida kama ilivyokuwa zamani. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia, Radio Okapi. Katika jimbo la Maniema, serikali ya mkoa inatoa wito kwa watu wa Kayuyu, mji mkuu wa sekta ya Wakabango ya pili, ambao walikimbia vijiji vyao kutokana na mapigano kati ya wazalendo na wakazi wa eneo hilo kurejea katika makazi yao. Baada ya mkutano wa baraza la usalama hii siku ya pili, waziri wa mambo ya ndani wa mkoa alizungumza kuhusu utulivu kutokana na kutumwa kwa vikosi vya usalama huko Kayuyu. Wakati huo huo, Lawamo Selemani Taylor anawataka wazalendo waliopo katika mji huo na hata ndani yake kurejea katika ngome zao huku wakisubiri kutambulika. Tunamsikiliza akiongea kwenye kipaza sauti cha Florence Kizalunga. Kulikuwa fujo ku chef lieu ya sektere ya Wakabango de Pakayuyu, liwali wa jimbo a travers comité provincial ya sécurité tulituma majeshi na baelema ya police bakaenda ku maintenir ordre, na paka kwa sasa tunashukuru akukua watu walifariki, lakini tunakonyezwa kusema kama watu 6 ndio waliumia kudikotea ba civile kutokea kwa wazalendo. Ndio maana tunaalika wazazi, vijana, watoto na wakaaji wote wenyewe walikimbia kupori warudie kumugini kwa ajili ya kuopoka daboro na magonjwa, na kwa watoto wale wenye wapo katika 6e année des humanités wakuwe wafanye mtihani ya hors session. Wazalendo tunakamata mpango kama hivi, kunachungiwa delegation yenye tatoka Kinshasa, wakuwe kila wale mufiefe yabo olea kuikala mkudefile mbusiko na mchana, hatuwezi kukubali. Ndio maana tunakwisha arrêter ba disposition ya wale wote wenye kupita pita na bisu mipanga kwenda kamata watu burebure, watashikwa na maservice na kupelekwa mbele ya vitu ya sheria. Tunaomba kila ule akuwe kufiefe yake naturel. Tuzungumzie afya sasa. Kesi 1939 za kipindupindu zimeripotiwa, zikiwemo vifo 134 tangu mwanzo wa mwaka hadi wiki iliyopita. Visa hivi vinatokea katika maeneo machache ya afya katika jiji la Kisangani na katika vitengo vichache vya afya katika jimbo la Chopo. Hayo yamebainishwa na Daktari Frank Meboa hii siku ya pili wakati wa mkutano na waandishi wa habari nchini. Ni hatua gani zinazopaswa kuchukuliwa ikiwa mtu ameathiriwa? Daktari Frank Meboa anayesimamia shughuli za dharura katika idara ya afya ya mkoa anaeleza. Anazungumza na Jacques Mukongole. La première, kuna masharti mawili. Ya kwanza inategemea kiwango cha upungufu wa maji mwilini, kama wanasema ikiwa yuko kwenye mpango wa kwanza kulingana na kiwango cha kutokomeza maji mwilini, anaweza kuchukua sehemu ya mdomo. Hii inaweza kufanyika katika kituo cha afya au anaweza kuhamishwa katika kituo maalum zaidi kinachoitwa kituo cha matibabu ya kipindupindu ama CTC, ambacho kiko katika ngazi ya jiji huko Makiso Kisangani, ambapo tunaweza kutibu wagonjwa wote.
yote, lakini ikiwa hatuwezi kuchukua bidhaa hii, basi ni muhimu kuingiza, na kwa hiyo ni muhimu kuileta kwenye kituo cha matibabu ya changa. Ni nini mchango wa UNICEF Kisangani katika vita dhidi ya kipindupindu? Hivi sasa UNICEF inashughulikia kesi kikamilifu, kuanza katika kituo cha matibabu ya mlipuko, lakini pia kwa vitendo vya jamii, kuelimisha raia, ufuatiliaji wa kijamii, kuua viini, kutokomeza uchafu. Yote haya yatachughulikiwa. Tukisalia kwa habari za afya, siku ya usimamizi wa usafi wa siku za mwezi za wanawake duniani iliadhimishwa siku ya pili tarehe 3 Juni mwaka tunao huko Bandundu, mkoa wa Kwilu. Katika hafla hiyo, mwakilishi wa mkuu wa mkoa huo Floribert Kangete alizindua shughuli zinazohusiana ndani ya mkoa huo. Hii ilihudhuriwa na viongozi wengi wa kisiasa, kiutawala na usalama, pamoja na watendaji kutoka idara ya afya ya umma ya Kwilu na wasichana. Shughuli hii iliyoandaliwa na mpango wa upatikanaji wa huduma za maji na usafi wa mazingira PASEA inajumuisha kuongeza uelewa kwa wadau wote ili kuondoa mawazo hasi kuhusu siku za mwezi za wanawake, alisema mratibu wake Stone Diadia. Na mwezi Juni pia inajulikana kama Juni ya kijani, imejitolea na ulimwengu wa matibabu kuongeza ufahamu na uchunguzi wa kansa ya mlango wa kizazi kwa wanawake. Mjini Lubumbashi, madaktari wa magonjwa ya wanawake wanatoa wito kwa wasichana kufanyiwa uchunguzi ili kuepuka ugonjwa huu unaosababisha vifo vya wasichana na wanawake wengi wanapogunduliwa katika hatua ya juu. Basi hii hapa sehemu ya pili ya idhaa hii inaletwa na Elise Kavira. Radio Okapi. Invité en Swahili. Siku ya kimataifa ya waganga tuseme wa infirmier ilikuwa siku ya kwanza iliyopita kwa tarehe 25 ya mwezi wa 5. Mganga anayefuatilia magonjwa ya kuambukiza ama epidemi huko Oicha anaonyesha hali mbaya ambayo anaishi. Archipel Kusa anasema kuna vitu vitatu ambavyo anahitajika: ulinzi, malipo na mafunzo. Aliitwa kwa simu ya Mark Marofimbo. Umesalimika muguzi Archipel Kusa wa mtaa kiafya ya Oicha? Ndio. Haya, ulimwengu ulisherehe hii siku ya kwanza tarehe 12 Mei, siku kuu ya kimataifa ya waguzi wala infirmier. Kwako kibinafsi kama pia mguzi mtaalamu mchunguzi ya janga kunako mtaa ya afya ya Oicha, siku kuu hii inamaanisha nini? Tajua kama tena kwa dati ya leo inatukumbusha juu ya fete ya waguzi. Inatukumbusha tena ya kama hakuna inzi yenye inaweza kuendelea au wakazi ndani wanakuwa na afya nzuri bila waguzi, bila watu wenyewe wanaweza kuwatibu, kuwaletea dawa. Hiyo wale ambao wanawaletea dawa sharti wawe na afya vile nzuri, afya tele. Ni kwa juu ya ile ilifaa waguzi wote wawe na afya nzema. Wakati unakuwa na afya nzema, na saa ile wataweza kutunza wagonjwa vile ambao wanafika. Ilifaa wakuwe ndani ya sekirite, walipwe vizuri, na wakati wanalipwa vizuri watakula vizuri na wapata muda ya kuweza kutunza vile wagonjwa. Archipikusa, hebu utupe taswira ya maisha ya waguzi huko katika mtaa kiafya ya Oicha. Ni kipi? Wangambo ya sisi ambao tunatumika huku territoire, tunasema ku Grand Nord, ku Sud na ku province orientale, tunakuwa ndani ya magumu, kwani vita inisha kawia siku nyingi. Si kama waguzi tunakuwa na magumu ya kuweza kutumika ku condition nya haiko mzuri, kila mara uoga, kukimbia. Leo kituo cha afya kinaanza, kisha mwaka moja miaka mbili kinafunga. Mara nyingine ile kituo wajambazi watakuya wanaunguza kituo, au wataua wafanyakazi ndani ya kile kituo, au wataua wagonjwa ambao tuko natunza, au anaua vile na wafanyakazi. Au mara nyingine unaweza kukimbia, lakini watakuya wanaiba dawa yote, wanaiba vile vifaa vyote ambao tunatumizia, na ile inaacha sisi kazi yetu inakuwa kugumu sana ndani ya province yetu ya Nord Kivu, Sud Kivu na province ya Oriental. Basi nini itakuwa mapendekezo yako kwa serikali ili kuboresha hali ya kazi ya waguzi?
Kwa kuweza kuboresha afya yetu sisi, tuliomba hii kwa gouvernement ambao iko natufuata, ambao inaiyo yote iko napitika huku, ilifaa macho yao yote watie kwa sisi waguzi, na kutia macho yao kwa sisi waguzi kwa kusema watuletee kwa security, vita ikomeshe, vita iishe, na italeta sisi tunatumika mzuri sana. Na ndani yake vile tunasema watutie kwa kondisio mzuri, ndani kusema kutulipa. Kuna kwa prime de risque, kuko wengine hawako ku prime de risque, hawaya pataka prime de risque, waisha tumika miaka na miaka, wanisha kwa wazee na watakufa na hawaya pataka ta prime de risque. Kidogo yenye iko naingia autofinancement ni ile njo tuko na gwana, utaona mtu kwa mwezi mzima weko nampatia $20 au $40 au kidogo hata kwa ile. Hasa utaishi, utakomelesha watoto namna gani, kuwasomesha namna gani. Ni kwa juu ya ile tunasema hivi watukufie huruma, waone namna gani sisi vile mshahara yetu namna walidouble ile ya wasoda ya wapolisi. Kwa nini yetu sisi wafanyakazi vile wa infirmier hawawezi vile kudouble? Mwenyewe kupata $50 apate $100 hata zaidi ya ile. Na gouvernement yetu natumika na ONG wengine, unakuwa wenyewe wanakuwa wafadhili, wanakuwa mazone de sante. Tafadhali sana wakati wanafanya muradi, wanafanya ni planification, ilifaa waone vile ndani yake kukue vile protection ya watu, na ndani ya ile muradi kukue vile formation continue ya wafanyakazi. Unajua wakati vita inakuwa utana watu wanakimbia koko, sasa maepidemi zinaweza kukuya, magonjwa mengine zinakuya. Sasa ilifaa watu wanakuwa na formation continue. Ndio ile tunalia sana na tunasema gouvernement watuweze kutukumbuka wakati tunaona kazi yenye tunafanya iko noble, na ilifaa tuweze kupata vile faida au tuendelee tuitumike mkondisio yenye iko convenable. Arship Kyusa, tunakushukuru sana. Asante. Radio Kapi, dossier en Swahili. Wakaji wa Bunia katika jimbo la Ituri wanajiuliza, je, wanawake wanapaswa pata izini ama consentement ya waume wao ili kutumika? Waume wengi wanawahimiza wake wao watumike ili kusaidia kwa mahitaji ya jamaa, na wengine wanazani kupatia bibi ruhusa ya kutumika inatokana na kuaminiana kati ya bwana na bibi. Maelezo zaidi na Jean-Claude Lokidile. Wengi miongoni ya wakazi waliojiwa wanasema wanakubali wake zao kufanya kazi. Hii ni kutokana na hali ngumu ya maisha ya sasa, ambapo mapato ya mwanamke yanaweza pia kusaidia katika mzigo wa nyumbani ya kudumia jamaa. Napasha kubali mwanamke atumike kazi ya mwanamke vile napasha saidia kujamaa, kufamia kidogo yenye iko napata na mie kidogo mimi napata, inasaidia jamaa. Inafatana na mapato ya mwanaume, kazi yenye iko nafaa. Kama iko na mapato anaweza sema mwanamke asitumike, akaona angalia hauna kapasite ya kutumika na mwanamke, wewe unatumika wewe peke, mwanamke anabakia kunyumba anachunga watoto. Pacifique wa Mulumba ni msichana mjasiriamali, yani entrepreneurs. Kulingana na maoni yake, mwanamke anayefanya kazi anapata uhuru fulani na ana pia uwezo wa kujitegemea binafsi mahitaji yake ndogo ndogo, badala ya kila wakati kumtegemea mume wake. Mwanamke ya bunyumba itasaidia parce que ce n'est pas à tout moment jo bwana anafikisha franga kunyumba. Atusuite supposons que bwana yangu ana contrat ki inaisha pendant un certain moment, kama mi sina kazi tutasurvivre aye, tuko na batoto, tuko na famille, il faut ba soutien tout. Donc c'est pourquoi na mwanamke ya bunyumba il faut akwe na kazi, hata kama hataenda ku bureau, il faut akwe na quelque chose anayo akinamuletea ka franga, tapasha fata biashara, atapasha fa couture, itapasha musaidia ya komplete papa. Kwa kuzingatia baadhi ya tabia mbaya zinazoonekana kwa ngambo ya wanawake wamoja ambao wanapata tabia fulani zinazohatarisha unyumba yao, watu wengine wanaamini kwamba mwanamke ambaye anapewa maagizo ama kauli kutoka mumewe anapaswa kuyaheshimu mapatano yao wawili. Babo Bolamba: hatuko tena kwa monde tena ya zamani kusema kibiba wakalaki tu kunyumba kumafika kushota mai, hapana. Avaki bibi yako atumike kunyumba, unekala bibi na bwana. Bibi atasema bwana pata kazi
utampatia condition yako. Mimi napenda bitu yangu RTL nikule, mimi napenda hivi batoto wangu bako hivi. Ukao bibi a respecte ile pale kabisa, unamsimamisha na ikala kwa nyumba. Ukao bibi yako na respecte, unaacha bibi na evoluer na pale ni vile buta evoluer, nusu utapata huku na nusu unapata huku, wakati unachanga njoko unaona baingine biko na evoluer. Watu wengine waliojiwa na Radio Kapi wanasema kwamba hata Biblia haipingi mwanamke kufanya kazi za kibiashara ili kusaidia familia yake. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Lukidi.